katika kitabu cha Mwanzo, msomaji, ndio, katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wake wa kwanza inasema nini? Kitabu ni cha Mwanzo 1 mstari wake wa kwanza. Pumzi ya Mungu iliyo hai inasema hivi, na iseme hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hivyo msomaji, ndio tunaangalia kuhusu uumbaji. Naam. Kwa sababu kuna dhana nyingi sana na usemi nyingi sana ya kwamba dunia haikuumbwa, mwanadamu hakuumbwa. Kila kitu ambacho tunachokiona ya kwamba kilitokea kwa njia nyingine. Lakini leo nataka tuangalie, je, ni nani mwanzilishi ama mwanzo wa kila kitu ambacho tunachokiona katika ulimwengu huu? Msomaji, Biblia inasema nini? Pumzi ya Mungu inaendelea ikisema, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso ya maji. Asante msomaji. Ya kwamba hapo mwanzo tulisema ya kwamba katika hiki kitabu cha Mungu kule ndipo tunapata mambo ya nani? Mambo ya Mungu. Na ndio maana Biblia imeanza na kusema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hivyo katika kitabu cha Mungu tunapata kuona ya kwamba yeye mwenyewe mwenye hiki kitabu ndiye muumba wa vitu vyote. Inaendelea kusema ya kwamba nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sikia msomaji. Kwa hivyo tunapata jambo lingine katika Biblia. Tumemwona Mungu na kuna kitu kingine ambacho imekitaja. Nani? Roho ya Mungu. Msomaji, mwalimu, roho ya Mungu, roho ya Mungu. Ndio. Nataka usomee katika kitabu cha Isaia 40 mstari wake ni wa 12. Biblia inasema nini? 40 kitabu cha Isaia mstari wake ni wa 12. Anasema hivi, na iseme, ni nani aliyepima maji kwa kikozi ya mkono wake? Ni nani aliyepima maji kwa kikozi cha mkono wake, na kuzikadiri mbingu kwa shubiri, na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi, na kupima milima kwa uzani, na vilima kama kwa mizani. Mwalimu, ni nani aliyemuongoza Roho ya Bwana? Asante msomaji. Yaani Isaia anauliza swali kuhusu uumbaji, na anapouliza swali kuhusu uumbaji huwa mstari wa 13 ikauliza aje msomaji? Pumzi ya Mungu inauliza, ni nani aliyemuongoza Roho? Kwa hiyo katika uumbaji msomaji, kuna mtu mwingine ambaye anaunganika na Mungu kufanya nini? Kuumba. Ni nani aliyemuongoza Roho wa Mungu? Asante msomaji. Amina. Turudi katika Mwanzo 1 mstari wa 3. Pumzi ya Mungu ya kwamba msomaji, kwa hiyo Mungu anapoumba tunaona wanashirikiana na mtu mwingine, na tena tutaona waliumba wakiwa wangapi. Inaendelea kusema nini? Inaendelea kusema Mungu akasema iwe nuru, iwe nuru, sawa nuru. Sikia msomaji. Kwa hivyo Mungu anasema Mungu ana amri ya kufanya nini? Ana amri ya kusema, na ikawa nini? Nuru. Sikizeni watu wa Mungu, katika uumbaji Mungu mwenyewe anapokuja kuumba anakuta dunia yote imejaa giza, dunia yote hapana pahali pa kukanyanga. Lakini Roho wa Mungu alikuwa amefanya nini msomaji? Alikuwa ametandaa juu ya maji, yani amefloti juu ya maji. Kwa hivyo msomaji, kwa hivyo Mungu akasema kitu cha kwanza na kuwe nini? Na kuwe nuru. Yani msomaji, siku ya jana tukaona ya kwamba neno la Mungu ni taa. Kwa hivyo katika maisha ya mwanadamu, katika maisha ya kitu chochote kinahitaji nuru.
yaani msomaji, ndio, hata katika ndoa zetu, katika maisha yetu, katika biashara zetu, katika mienendo yetu, lazima tuhitaji nuru ili tuweze kufanya mambo na yaweze kufanikiwa. Msomaji, Biblia inaendelea kusema nini? Mungu inaendelea kusema, na iseme Mungu akaiona nuru, ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza, Mungu akatenga nuru na giza, Mungu akaita nuru mchana, giza akaliita usiku, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Siku ya kwanza. Sikizeni watu wa Mungu, yaani msomaji, Mungu kwa kila kitu ambacho anachokifanya, yani akasema, akakuta kuna giza. Alipokuta kuna giza, akasema na kuwe na nini? Na kuwe na nuru. Ile nuru akaita mchana, nalo giza akaliita usiku. Yani kila kitu ambacho tunakiona hadi saa hii, huu mchana ni Mungu alifanya kuwe na nini? Nao mchana. Usiku ambao unaelekea kuingia pia ni Mungu aliyefanya kuwe na nini? Na usiku. Kuwe na usiku. Kwa hivyo tunapotazama kila kitu, tukitazama mchana huu, tunamkumbuka nani? Muumbaji. Wakati ambapo giza litakuja lifukuze mwanga ama lifukuze jua, tunajua kwamba hiyo ni kazi ya nani? Ya Mungu. Unajua msomaji, ndio, kuna taa huwa zinawekwa kwa miti, zinaitwa mulika mwizi. Na hizi mulika mwizi huwa inawekwa na kuna mtu ambaye huwa anakuja kuwasha na kuzima. Tena tunaweza tumia tu teknolojia. Sasa mambo imeenda digital. Kuna taa sasa unaona zimewaka. Hizi taa zinasetiwa. Ikifika masaa fulani ni auto. Inafanya nini? Inajiwasha. Ama kuna pahali pamoja tu, kwa button moja tu huwa inafanya nini? Inawashiwa pale. Lakini ya Mungu imewekwa tu, masaa yake ikifika inaondoka, ingine inatawala. Masaa ya mchana ikiisha, hakuna mtu atakuja kuisongeza, lakini imewekwa masaa yake ikiisha, inatii sauti ya muumba wake na inaondoka, igojee zamu yake ingine. Yani nguvu za Mungu ambaye ni muumba. Naendelea kusema nini msemaji? Mungu akasema iwe anga katikati ya maji, na iwe anga katikati ya maji, ikatenge maji na maji, na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga, na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Sikia msemaji, yani ninaposoma katika hiki kitabu cha Mungu, naona ukuu wa nani? Wa Mungu. Yani kuna maji yako chini na kuna maji yako juu, alafu katikati amewaweka wanadamu na wanyama. Yani maji ambayo yaliyoko juu yeye mwenyewe ameashikilia. Maji ambayo yako chini pia yeye mwenyewe amefanya nini? Ameashikilia. Msomaji, teremka hapa Naivasha. Naivasha. Na kuna Lake Nakuru iko hapa karibu. Ukienda kwa zile lake, utapata ati zimejengewa kuta kubwa, maji isiweze kupita pale. Lakini kwa sababu Mungu aliamuru, inafanya nini? Inatii, kwa sababu yeye ni Mungu na ndiye muumba pia wa hayo maji. Niendelea kusema nini? Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Kwa hiyo wakati unapotazama yale mawingu unayaona juu, ukiinua macho yako tu unaona ukuu wa nani? Unaona ukuu wa Mungu. Ukiangalia chini unaona ukuu wa nani? Ukuu wa Mungu. Biblia inaendelea kusemaje msomaji? Inaendelea ikisema, Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja,
pakavu paonekane. Yani sikile msomaji, kumbe dunia wakati Mungu anafanya mambo haya yote, dunia yote imejaa nini? Imejaa maji, na Roho wa Mungu pia anamijunia wapi? Juu ya maji. Sasa Mungu akasema ya kwamba maji yaweze kufanya nini? Akakusanyike mahali pamoja. Maji ikatumwa Lake Naivasha, maji ikatumwa Lake Bogoria, Lake Turkana, Lake Victoria, Lake Nakuru, yani maji ikawekwa chungu chungu, visima. Ndio. Unaendelea kusemaje? Mungu anaendelea kusema Mungu akapaita pale pakavu nchi. Hapa ambapo nimepakanyanga msamaji, Mungu akapaita nini? Nchi. Inaendelea kusema na makusanyiko ya maji akaita bahari. Na makusanyiko ya maji akaita bahari. Sikia mtu wa Mungu, ya kwamba mambo yote, vitu vyote ambavyo tunavyoviona ni kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Yani wanadamu wamejaribu msomaji kujitengenezea vitu, lakini hawezi akamfikia nani? Wakamfikia Mungu. Hata serikali yetu ya Kenya imejaribu kujenga damu kubwa sana, lakini hawezi wakafikia nini? Kazi ya Mungu. Wao wanatumia tinga mingi, mashini kubwa, lakini Mungu na uweza wake ni kusema na kukawa, na ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaposoma na tunapoangalia kuhusu ubaji, tujue ya kwamba kuna Mungu yuko na uwezo zaidi ya vile ambavyo tunafahamu. Na pia inatufundisha kumtegemea Mungu na kumwamini Mungu, ya kwamba kama alisema na ikawa, kama aliweza kukusanya maji ya haya hizo bahari zote ambazo tunaziona, na tena akaamuru maji mengine yakaenda chini na kukawa na hii ambayo tunaona. Je, matatizo yako na shida yako ni kidogo kiasi gani mbele za Mungu? Yani anasema na hiyo shida yako inafanya nini? Inaisha. Inaendelea kusemaje msomaji? Mungu inaendelea kusema, Mungu akasema, nchi na itoe majani, utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambayo mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Asante. Yani katika nchi kavu Mungu akasema na kuwe na nini? Na kuwe na miti itoao mbegu. Yani sikiza msomaji, hadi ukiona mti unaona ni kazi ya nani? Yani hakuna kitu hata kimoja mwanadamu ameweza kufanya nini? Ameweza kufanya hata kazi ambayo amefanya ni kuharibu. Lakini Mungu akaumba miti yote, aina yote ya miti inayotoa mbegu kwa aina zake. Inaendelea kusema nini msomaji? Inaendelea ikasema, ikawa hivyo, ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake, na jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema, jioni na asubuhi, siku ya tatu. Asante. Mungu anaendelea na kazi yake ya uumbaji. Msomaji, mstari wa 14 unasema nini? Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku. Inaendelea ikisema, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Kwa hivyo katika ile mianga ambayo Mungu alisema na iwe juu ya anga, inatusaidia kuhesabu miaka, miezi, siku na miaka. Ati nini msomaji? Majira yani masaa, ndio, siku na miaka. Tena iwe ndivyo mianga katika anga la mbingu, itiwe nuru juu ya nchi. Hivyo yani Mungu hakusumbuka kama serikali jinsi inavyosumbuka ati make sure kila boma iko na stima. Mungu aliweka mianga, akaweka mwanga mmoja ambao ni jua, uwe unamulikia dunia yote siku mzima, na usiku pia jua inapisha mwezi, nao mwezi na nyota zinaangaza usiku. Kazi ya nguvu ya Mungu wetu.
Unaendelea kusema nini? Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Naam. Ule mkubwa utawale mchana. Na ule mdogo utawale usiku. Tuendelee. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu. Asante. Nuru juu ya nchi. Sikiza msomaji. Naam. Kwa hiyo wakati ambapo unatazama jua usije ukaiabudu, kwa sababu hata yenyewe imeumbwa na nani? Na Mungu. Unapoinua macho yako juu na kutazama mwezi usije ukauabudu, kwa sababu imeumbwa na nani? Unapotazama juu na kuona nyota usije ukaziabudu, kwa sababu zimeumbwa na nani? Mungu. Zimeumbwa na Mungu. Ni Mungu tu tunapaswa kumwabudu, kwa sababu yeye ndiye ako juu ya vitu vyote, na vitu vyote vyatokana na yeye. Biblia inaendelea kusema nini? Inasema Mungu akaiweka katika anga la mbingu nuru juu ya nchi. Naam. Na kutawala mchana na usiku, kwa nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Naam. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Asante, tuendelee msomaji. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi, uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Msomaji sikiza. Sasa kuna kitu nataka tuangalie katika hiyo siku ambayo ni ya 5. Ndio imesema nini msomaji? Zinaendelea ikisema ati Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi, nchi katika anga la mbingu. Asante msomaji, sikia. Ama kabla tuendelee hapo, hebu tuendelee kusoma mstari wa 21. Mungu akaumba nyangumi na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambacho maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia, akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Asante msomaji. Katika siku ya 5 tunaona sasa Mungu hasemi na ikawa, inasema Mungu akafanya nini? Mungu akawaumba. Ndio msomaji, sijui kama kuna tofauti umeona pale. Mungu akaumba. Mungu alisema na ikawa. Ndio. Lakini wakati tumefika kwa wanyama, Mungu Biblia inasema ya kwamba Mungu akawaumba. Tusomee katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 18. 2:18 kitabu ni cha Mwanzo. Inasemaje? Inasema hivi. Bwana Mungu akasema, mtu usivyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. Kwa hivyo sikiza msomaji, hebu rudia hapo. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu. Asante, sikiza msomaji. Kwa hivyo wanyama Mungu aliwaumba, akawaumba kwa mchanga vile na wewe alikufunyanga. Lakini tofauti ya mnyama na wewe ni kwamba wewe uliumbwa kwa mfano na sura ya nani? Ya Mungu. Lakini wanyama wakaumbwa kwa tofauti zao wenyewe. Sasa hebu tuangalie, ni Mungu alinama akafinyanga udogo, ama ni nani aliyefanya hiyo kazi? Nisomee katika kitabu cha Mithali 8 mstari wake ni wa 22. Biblia inasema nini? Mithali ni 8 mstari wake ni wa 22. Pumzi ya Mungu iliyo hai Mwenyezi Mungu inasema hivi. Naiseme 8:22. Naiseme, wacha niseme mwalimu. Inasema hivi. Naiseme. Naam, Bwana alikuwa nami. Naam, Bwana alikuwa nami. Bwana alikuwa nami mwanzo wa njia zake. Bwana alikuwa nami mwanzo wa njia zake, ya matendo yake ya kale. Na alitukuka toka milele. Kwa hiyo kuna mtu ambaye
ananena hapa na huyu mtu walikuwa pamoja na Mungu tangia mwanzo awali kale. Tuendelea. Inaendelea nasema, na alitukuka tokea milele. Na huyo mtu alikuwa ametukuka tokea milele tangu awali, kabla haijawako dunia. Kabla haijawako, hata kabla dunia haijaumbwa, huyu anayezungumza katika hiki kitabu cha Mithali, Mungu alikuwa pamoja yani walikuwa pamoja naye. Wakati visipokuwako vilindi na lizaliwa. Naam. Wakati zisipokuwako chemichemi zilizojaa maji. Kabla milima haijawekwa imara. Kabla ya milima na lizaliwa. Alipokuwa hajaumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Alipozithibitisha mbingu na likuwako. Alipopiga duara katika uzo wa bahari. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu. Chemchemi za bahari zilipopata nguvu. Alipoipa bahari mipaka yake. Kwamba maji yake yasiasi amri yake. Alipoyaangiza misingi ya nchi. Ndipo nilipokuwa pamoja na. Sikiza ule mstari wa 30, msomaji, rudia tena. Ndipo nilipokuwa pamoja na. Kama stadi wa kazi. Nikawa furaha yake kila siku. Kwa hivyo alikuwa na huyu mtu kama stadi wa kazi, na huyu mtu akawa furaha ya nani? Ya Mungu, kwa sababu Mungu alipoamuru yeye alifanya nini? Kwa hivyo kazi ya Mungu ilikuwa anasema na yeye, lakini na yeye anafanya nini? Anaumba, wakisaidiana na nani? Na Roho. Amina. Msomaji, mwalimu, nisomee Yohana Injili 1 mstari wa 3. Biblia inasema nini? Yohana Injili 1 mstari wa 3. Yohana Injili ni 1 mstari wa 3. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Nisome Wakolosai 1 mstari wa 16, wa 15, 16. Wakolosai ni 1 mstari wake ni wa 16, 15, 16. 15:16. Pumzi ya Mungu inasema hivi, mwalimu. Unasemaje? Inasema hivi 15:16. Kila mtu ambaye alikuwa na Mungu kama stadi wa uchezi, na ambaye alikuwa furaha ya Mungu, na ambaye pasipokuwa yeye hakuna kitu chochote ambacho kilichoumbwa, alikuwa nani? Nisome inasema nini? Wakolosai ni 1:15-16. Inasemaje? Naye ni mfano wa Mungu. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyo, vitu vya enzi au vikiwa ni vitu vya enzi au vitu vya shetani au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mzaliwa wa Mungu ni nani? Ama mwana wa Mungu ni nani? Yes. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo viliumbwa, kumbe Mungu anasema na iwe wanyama. Naam. Naye Yesu anafanya nini? Anatengeneza ama anaumba wanyama wakisaidiana na nani? Na ndio maana msomaji, katika kitabu cha Isaia tulichokisoma, Isaia 40 mstari wa 12 hadi 13, swali zinaulizwa pale. Yaani ni nani ambaye aliyekuwa, unajua dunia ilikuwa imejaa maji. Ni nani aliyekuwa anatengeneza ile milima? Yaani wakitengeneza walikuwa wanapitia watu. Unaona? Na ndio maana Biblia ilisema ya kwamba Roho wa Mungu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anakaa juu ya ama ametulia juu ya maji. Ametulia juu ya nini? Ametulia juu ya maji. Kwa hivyo kwa kuumba na vitu vyote tunavyoviona vilifanyika kupitia kwa nani? Kwa Mungu na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Yesu asifiwe.
Msomaji, hatukuwa tumemaliza kitabu cha Mwanzo. Ndio. Tulikuwa Mwanzo 1 mstari wa ngapi? 22. Tuendelee. Mungu akavibariki akisema, ili mkaongezeke, mkaijaze dunia, maji, bahari, ndege na wazidi katika nchi. Sikia msomaji. Kwa hiyo kwa wanyama wote ambao Mungu aliyowaumba, sikiza msomaji, kwa hao wanyama wote ambao Mungu aliyowaumba, alisema kama ni kuku iendelee kufanya nini? Kama ni ng'ombe iendelee kufanya nini? Kama ni kondoo iendelee kufanya nini? Sikiza msomaji. Sasa nipeleke katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wake ni wa 7. Biblia inasema nini? Mstari wa 7, kitabu ni kile cha Mwanzo 2. Pumzi ya Mungu inasema hivi. Na iseme Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Sikia, kumbe Mungu anapomuumba mwanadamu pia alichukua nini? Mavumbi ya ardhi. Anasema ya kwamba akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Yaani Mungu alinama akatengeneza tope, akamtengeneza mwanadamu, na alipomtengeneza mwanadamu akampulizia pumzi ya uhai puani mwake, naye yule mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Msomaji, mwanadamu amegeuka kutoka kwa tembe ama ametoka kutoka kwa nyani ama ameumbwa na Mungu. Ameumbwa na Mungu. Wacha nikwambie msomaji. Ndio. Unajua elimu ya dunia hii imechanganyikiwa kiasi cha kwamba wenyewe badala ya kuwa elimu inakuwa ujinga. Na ndio maana tunachukua watoto wetu tunawapeleka shule atuende wakaelimishwe, badala ya kuelimishwa wanajikuta ya kwamba ndio wanakuwa wapumbavu kabisa, hali wanasema ya kwamba hakuna Mungu. Kwa sababu gani? Kwa mafundisho ambayo hayastahili, kwa mafundisho ambayo hayana msingi. Sikizeni wazazi, unapomlea mtoto wako, kama utategemea afunze na ulimwengu mambo ya kiroho, huyo mtoto anapotea. Lakini unapomzaa mtoto, Biblia inasema ya kwamba tunaambiwa na mwalimu wa familia, mlee mtoto kwa njia ambayo inafanya nini? Inapasa. Kaa na yeye, mfundishe Biblia, mwambie ya kwamba hata sisi tuliumbwa na nani? Na Mungu. Kwa sababu wanakuja wanafundisha mafundisho ya dunia hii, anakuja kukuambia unajua sisi tulitoka kutoka kwa nyani. Bona nyani za siku hizi, bona hasifiki pahali zikizeeka zianze kuwa mtu. Si unaona mwalimu? Ndio. Ni elimu ambayo imefanya nini? Kama mtu alitoka kwa nyani, hata saa hii nyani ingekuwa inazeeka, inakatika mkia, inaweza kuwa kama mtu. Inaweza kuwa mtu. Ndio. Alafu hata wewe msomaji, ndio, ukijiangalia vizuri ukioga, kuna pahali wewe unaona kuna kitu ilikatwa? Hapana. Ndio. Kwa sababu huo ni uongo wa dunia hii. Lakini hata dunia yenyewe inajua ya kwamba iliumbwa na nani? Nisomee katika kitabu cha Zaburi 19 mstari wake ni wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema nini? Zaburi 19 mstari wake ni wa ngapi? Wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasemaje? Wacha nikimbie pale mwalimu. Kimbia hapo msomaji. Zaburi 19. Mstari wake ni wa kwanza. Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Anga la itangaza kazi ya mikono yake. Anga la itangaza kazi ya mikono yake. Sikia msomaji. Kumbe mbingu zinahubiri utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Unapoona mbingu unaona utukufu wa nani? Mungu. Anga nazo zinafanya nini? Inatangaza kazi ya mikono ya nani? Yaani unapotazama juu, unapoona mwezi, unapoona nyota na vitu vyote, ona
utukufu wa mikono ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Endelea. Inaendelea ikisema mchana husemezana na mchana. Kumbe zinakuanga na sauti ambayo sisi hatuwezi tukaielewa, kwa sababu mchana unasemezana na nini? Mchana. Naam. Usiku hutolea usiku maarifa, na usiku hutolea usiku mwezake maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao hakuna lugha wala maneno, kwa sababu sauti yao haifanyi nini? Haisikirikani. Haisikirikani. Yani zinapoongea msomaji, zinaongea lakini wewe hutaelewa. Lakini zinafanya nini? Zinaongea. Yani usiku wa leo unaambia usiku wa kesho, usiku wa leo, yani usiku wa jana ukaambiwa na usiku wa leo, utaambia usiku wa leo na wewe jana ulikuwa yani giza ilikushika, na huyu mwingine unasema leo mimi kwangu at least kuko sawa, nyota zinafanya nini? Zinamulika. Yani zinaongea lakini hazifanyi nini? Sauti yake huwezi ukaisikia. Ndio. Umefika mstari wa wapi? Nimepiga mstari wa 3. Unasemaje? Ya sauti yao ni mote imeenea duniani mote, maneno yao hata miisha, na maneno yao hata miisha ulimwengu. Inaendelea ikisema, naam, katika hizo ameliwekea jua hema, katika hizo ameliwekea jua hema, harusi akitoka chumbani mwake. Asante msomaji. Zaburi 24 mstari wake ni wa kwanza hadi wa pili. Nasema mstari wa kwanza hadi wa pili. Soma wa kwanza msomaji. Hapo ni cha Zaburi. Nchi na vyote vijavyo ni mali ya Bwana. Kumbe mbingu na vitu vyote vinavyoijaza ni mali ya nani? Mali ya Bwana. Kwa hivyo mtu asiwadanganye ya kwamba kitu kimefanywa na mwanadamu, ya kwamba hiki na hiki na hiki, wanyama sijui kulienda hivi na hivi, mwanadamu sijui kulienda hivi na hivi. Mbingu na vitu vyote vinavyoijaza ni mali ya nani? Msomaji. Kwa hiyo hata wale wanadamu wanakimbia kutafuta msaada, aidha kwa shetani, aidha kwa waganga, aidha kwa Freemasons, Illuminati, Secret Society. Na wajua jioni ya leo ya kwamba mbingu na nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Msomaji. Mali ya Bwana. Kwa hivyo ukitaka omba mwenyewe na atafanya nini? Atakupa. Kwa sababu vyote ni mali ya nani? Mali ya Bwana. Nisomee kitabu cha Isaia 40 mstari wa 12. Biblia inasema nini? 40:12, kitabu ni cha Isaya. Ni nani aliyepima maji? Ni nani aliyepima maji kwa kozi ya mkono wake, na akayapima hayo maji kwa kozi ya mkono wake, zikadiri mbingu kwa shubiri, na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi, na kupima milima kwa uzani, na vilima kama kwa mizani. Ni nani aliyemuongoza Roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa mashauri wake? Asante msomaji. Ndio. Nisomee mstari wa 18. 18 inasema hivi. Na useme, basi mtamlinganisha Mungu na nani? Au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Naomba unisomee Isaia 15, samahani, mstari wa 12, alafu turuke twende 18. Inasemaje? 15:12, kitabu ni kile cha Isaia 45 ndio mstari wake ni wa 12, alafu ruke uende 18. 45:15, kitabu ni kile cha Isaya 45:12. Asante mwalimu. Nasemaje? Mungu anasema mimi nimeumba dunia. Mungu anasema mimi nimeumba dunia. Nimemuluku mwanadamu juu yake. Mimi na mikono yangu mimi imezitenda. Mikono yangu mimi
vitanda mbingu, vitanda mbingu na jeshi lake lote nimeliamuru. Kwa hivyo hii kazi yote tunayoiona ni nani amefanya? Mungu amesema ni yeye. Kwa hivyo hadithi zingine zote msomaji, tunaweza sema ya kwamba ni stori za saba. Nisomee mstari wa 18. 18, kitabu ni kile tu cha Isaya 45. Naam. Pumzi ya Mungu inasema, maana Bwana aliziumba mbingu. Maana Bwana aliziumba mbingu, asema hivi, yeye ni Mungu, ndiye aliyeiumba dunia, na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu, ili ikaliwe na nani? Na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine, Sikieni watu wa Mungu. Mungu aliyevifanya hivi vitu vyote anasema ya kwamba yeye ni Bwana wala hapana mwingine. Kwa hivyo kazi yote ambayo inafanyika katika dunia hii ni Bwana aliyeifanya, wala hakuna mwingine aliyefanya nini? Aliyeziumba. Kwa hivyo watu wa Mungu, ni vizuri ya kwamba tumuheshimu Mungu kwa sababu yeye ametukuka kuliko vitu vyote ambavyo tunavyoviona katika ulimwengu huu, tunavyoviona na tusivyofanya nini msomaji? Tusivyoviona. Msomaji, mwalimu, naomba unisomee Zaburi ni 33 mstari wake ni wa 6 hadi wa 9. 33 mstari wake ni wa Psalms chapter 33 verse 6 to verse 9. Biblia inasema nini? Zaburi 33 ndio mstari wa 6 hadi wa 9. Kwa Mungu anasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Naam. Hukusanya maji ya bahari, akayakusanya maji ya bahari chungu. Huviweka vilindi katika ghala. Naam. Nchi yote imwogope Bwana. Soma mstari wa 9. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Ndio. Asante ya kwamba inatudhihirishia ukuu wa huyu Mungu na jinsi ya kuwa ni mkubwa na hakuna wa kulinganisha na yeye. Zaburi 104 mstari wake wa 7 na wa 8 na wa 9. Biblia inasema nini? 104, kitabu kile cha Zaburi. Mungu inasema hivi. Naiseme msomaji, mstari wake ni wangapi? Wa 7. Mstari wa 7 inasema hivi. Naiseme, kwa kukemea kwako yakakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kasi, yakapanda milima, yakatelemka mabondeni, hata pahali ulipoyatengeneza. Kwa hiyo Mungu kwa sauti yake aliposema ya kwamba maji na yaondoke ili kuwe nchi kavu, maji ilikimbia hadi pahali ambapo alikuwa amepafanya nini? Tengenezea. Mstari wa 9, umeweka mpaka yasipite, akaweka mpaka yale maji yasipite, wala yasirudi kufunikisha nchi. Sikiza msomaji, unajua watu wameanza kushangaa siku hizi ya kwamba bahari zimeishi kutii sauti ya Mungu, ya kwamba maji hayapiti mipaka ambayo yaliyowekewa. Lakini siku hizi unasikia Lake Naivasha imefanya nini? Kwa sababu gani? Tutaangalia kwa siku ingine. Kwa sababu mwanadamu ameasi sheria ya Mungu na misingi ya dunia inafanya nini? Yaani Mungu aliweka misingi imara, lakini mwanadamu ameharibu misingi ya nini? Misingi ya dunia. Na ndio maana sasa saa hii hata hizi bahari ambazo Mungu aliziwekea mipaka sasa zimeanza kufanya nini? Kupita ile mipaka.
lakini sio nguvu ya Mungu imepungua. Mwanadamu anajiletea haya madhara yote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Msomaji, mwalimu, kuna watu ambao hata tukijaribu kusema ya kwamba ni Mungu aliyeumba hivi vitu vyote tunavyoviona, hawaamini Mungu alifanya nini. Tutafanyaje nao? Nisimamie katika kitabu cha Ayubu ni 12 mstari wake ni wa 7 hadi mstari wa 10. Biblia inasema ni 12, kitabu ni kile cha Ayubu. Mstari wa 7. Mstari wa 7, pumzi za Mungu iliyo hai. Inasema hivi. Naiseme. Lakini sasa waulize hawa wanyama. Sikia wewe ambaye uamini ya kwamba uumbaji ni kazi ya Mungu, wewe ambaye uamini ya kwamba hata wewe uliumbwa na Mungu, ya kwamba ulitoka kwenye chembe ama ulitoka kwa kitu ambacho hakionekani, ama ulitoka kwa nyani, ama ulitoka wapi. Sikia vile Biblia inasema ya kwamba lakini sasa waulize hao wanyama. Kwa hiyo unatumwa kwa ng'ombe, unatumwa kwa mbuzi, unatumwa hadi kwa panya unaoifukuza kwa nyumba. Sasa uulize swali, na watakufundisha. Kwa hiyo hao wanyama wenyewe watakufundisha. Inaendelea kusema nini? Nao watakuambia ati nini, msomaji? Nyuni wa angani ama na ndege wa angani nao watakwambia. Nasema au nene na nchi nayo itakufundisha. Maana yenyewe inaelewa iliumbwa na nani? Na Mungu. Nao samaki wa baharini watakuta. Kwa hiyo ukienda hata baharini, hao samaki wa baharini watafanya nini? Watakutangazia. Katika hawa wote ni yupi asiyejua kwamba Bwana uliofanya haya? Katika hao wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliofanya hayo? Kwa hivyo hata wanyama wanaelewa ya kwamba wao ni kazi ya nani? Ya Mungu. Wanaelewa ya kwamba Mungu ndiye aliyeumba. Wanafahamu ya kwamba hata wao wenyewe, hata wewe, wanafahamu wewe ni kazi ya nani? Ya Mungu. Ni kazi ya Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu, wakaaji wa eneo hili la Taita, mfahamu ya kwamba kuna Mungu mbinguni aliyeumba vitu vyote tunavyoviona na tusivyoviona kwa mikono yake na kwa kusema vikawa kwa uweza wake na kwa nguvu zake. Kwa hivyo yeye peke yake ndiye tunapaswa kufanya nini? Kuminamia, kumwabudu au kumtukuza, kwa sababu kupitia kwake vitu vyote viliumbwa. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki hadi tutakapopatana tena kesho kwa hiki kipindi cha kuifahamu Biblia, na tunaendelea na mafundisho yetu, maana kuna walimu wengine wanaokuja mbele yangu. Acha tuamini na tuombe. Na kabla hatujaomba, tunasema ya kwamba ikiwa uko na swali lolote, aidha kwa mafundisho yetu tumefundisha ukasikia ya kwamba hayaendani sawasawa na vile ambavyo ulikuwa unaelewa, ama kwa kusoma kwako kwa Biblia umesikia ya kwamba tunafundisha kinyume, tulisema ya kwamba hili chukua silo letu, ni la kila mtu kuja useme ya kwamba sivyo hivi ambavyo inapaswa kufundisha, na useme kwa Biblia, tujadiliane kwa Biblia na mambo yaweze kuwa wazi. Tuamini na tuombe. Baba mwema na mtakatifu, tunashukuru na kulinua jina lako kwa sababu umetukuka kuliko vitu vyote. Uweza wako ni mkuu na umetukuka, na wewe Mungu muumba wa vitu vyote. Asante kwa sababu jioni ya leo umeniongoza kunena uweza wako, na asante kwa sababu umekuwa na watu wa Taita ambao